Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please click the subscribe button. Na leo nimewaletea story moto moto. Leo niko hapa na Vincent, mtoto wa Jalas. So yeah, he has a lot to say. And first of all, tunataka tujue Vincent. Who are you? Who is Vincent? Vincent Mboya. Vincent Mboya is just a 21-year-old young boy who has visions. Single and searching. Okay. In the entertainment industry tumeona umeingililia watu wengi, umekuja tu na like imekuwa tu vita kila kona. What's your niche in the entertainment industry? Okay, unajua the reason why Vincent Mboya has come up with such a thing ni kitu yenye haija happen in this industry, you see. And I'm trying to bring a new thing, but kuna venye inapingwa sana, you get. Ukiangalia Tanzania hii kitu iko. Ukiangalia Tanzania kuna wasee wenye hawa wasee utukananga tu Diamond throughout. Hata kama Diamond afanye nini. Like these guys wenye wanatukana tu Diamond throughout. Na wasee wanapatanga love from the society. You see. But Vincent Mboya akiongelelea tu hata Mungai Eve. Naambiwa mara sijui tafuta kazi, mara sijui Mungai Eve has been in the industry, sijui Mungai Eve mwenye akona only 1 year on the game. Naambiwa sijui Mungai Eve is above you, sijui nini. And at the end of the day she has a red blood, I have a red blood, not red flag, red blood on our skin. She'll die, I'll die, she'll get buried, I'll get buried. So hiyo kutukanwa na wasee with time tu watakuja tu kuzoea like with time, but nikitunaambia tu wasee Mr. acha leo ama kesho. Okay, tutaita aje sasa hiyo sekta yako? Hii sekta ya kutukana wasee ama? Si tukanange wasee by the way. Hii sekta yangu ni sekta ya siwezi sema opposition. Ni mbona unaita truth master? Yeah, it's a truth meter. Ni kitu naongea tu ukweli. Okay. And when you talk the truth, mtu sasa Waswahili wanasema nini, ukweli nauma. Nilikuwa Mombasani nikasikia hiyo msemo pale, ukweli unauma bana. Yeah. Okay. Nimeona kuna a lot of hate Kenya. Like nimepitia comment section huko. Naona watu wengi wana hate on you. Una feel aje about you? Mimi manze, mtu yote akicomment any positive comment on my pages, I delete your comment by the way. Sababu mimi utakanga hate. Mtu yote comment you are doing a good job, I delete. Mtu yote commenting kwanza kuna mse kuna kati nilifanya video ninapika. And then nikapost YouTube. Kuna mse akaniambia sasa unapika nini, nyama ya mbao. Hiyo comment ilinichekesha. It was like okay, alikuwa anani criticize lakini ilinichekesha. Even I pinned your comment kwa YouTube hapo nikaipin. So anyone who brings a negative comment to me ananijenga sana, you see, in terms of psychologically. Najua huwa like naendelea tu kujua nani na nani ndo I'm dealing with, and also pia ananijenga in terms of moneyally kido, sababu YouTube pale kuna kitu inaitwa impression clicks pale. So the more the comments, the more the impression clicks zinapanda, zinaonyesha ngale green arrow ile ya kuonyesha juu. Yeah. Okay, when did you grow thick skin? Unajua si rahisi mtu atusiwe social media na uko tu sawa. Because at the end of the day, thick skin ni kitu yenye it has been in me for a long period of time, like toka kitambo. Because me, as long as ni msi unanitukana online, the moment nimezima simu, Mr. JP umenitukana. The moment tu umezima simu, I won't know. Because hiyo matusi tu ni kwa simu, you get. All of them wenye wananitukana hawajui naishi wapi. Hawajui nakula nini, hawajui room yangu ndio namba yangu ndio namba ngapi. You see. So hizo matusi zako ni za online tu. You see. Na even there's a time waga sipitiangi ma comments. Sipitiangi. So thick skin, even if you're out there, you are an artist. Iki tu sijui ni wasona kutukana, sijui you are under depression nini. That's mimi nasema hata ni bullshit, sababu msemo mwenye hata hakujui hata wahi kujua
akimkutana na huo msee because toka ni kuje kwa limelight like kama 3 months ago hakuna msee nishakutana naye hivi akanitukana live. All of them nikutana na wase wote naomba selfie, everyone kwa social media tu. Not kwa social, I'm saying in real life sense, like in real sense, like nikutana tu na msee ni aje kijana Jalango naomba selfie, naomba selfie. So au ma haters mshanganga ni haters wa gani? Cause kila mtu nikipatana tu naye naomba selfie, naomba namba yako, naomba selfie, nataka tufanye hii na naomba selfie. Sasa nashangaa hawa si wenye unitukananga, ni kwa nini si meeting nao? Okay. Yeah. About history ya Jalas, niliona umemwomba msamaha. Yeah, it's true, nilimwomba msamaha but haja reply. Mimi nikasema it is what it is. Hata right now naenda kwa event fulani mwenye ata host like ata host event. Kwa club fulani tu na huko. So I'm just going, it's the first time me meeting him by the way. I've never met him before. Toka hizo scandals. Jamie. So it's the first time naenda kumuona. I don't know how it will be. Okay, 19K ulirudisha ama? Ulirudisha? Yeah. Okay, something else wacha kuongelelea? Mimi sina kitu. Like I don't have a lot of things to say. But there are some things zenye nimeziona online. Zenye nataka at least niseme. You get? Yeah. First of all kuna historia anaitwa nani huyu? Mlamwa. By the way, Mlamwa eti nimeona imesema eti ana sign msanii. Yeah. Eti kuna msanii fulani alikuwa anafaa kumsaidia lakini asijui kwaendaje ndio anataka kusign msanii. Sasa Mlamwa surely si ati nikukuheta ama nini, surely unataka kunikusaidia wewe mwenyewe, si usijisaidie kwanza. Si ndio usaidie rafiki yako mwenye mliomokanga na yeye anaitwa nani? Oya ni Katelo. Ni Katelo. Si aenda msaidie sababu sio swali moka wote. Na Katelo ako wapi sasa? You see? So Mlamwa kusikuje tu mimi nataka kunikusaini msanii mara sijui nini. Hizo za kusaini msanii kwanza, wasanii wa Kenya mnafahamu hiyo tabia. Don't see because Diamond amesaini msanii, mimi pia nataka nisaini msanii. You see? Because Sauti Sol amesaini msanii, mimi pia nataka nikusaini msanii. Let me break it down in this way. Before you as an artist to help someone, lazima wewe mwenyewe uko stable ile design, yani you are stable Africa wise. Si ati tukikutoa hata tukipeleka hata tusipeleke mbali. Nini Tanzania tu hapa hata ujulikane. Mlamwa hata tukimpeleka hapa Tanzania ajulikane. How will he make his artist ama her artist mwenye atasign avuke mpaka ya border ainge NTZ, you see? So me first my opinion, huyo msanii atasainiwa na Mlamwa, hiyo ni flop. Na hata hiyo ngoma itagonga hata 100k views in like 100k views. I think itachukua kama 2 to 3 days. I'm just being honest. Ya pili, hii story ya nani? Story ya Eric Omondi. Eric Omondi ni rafiki yangu by the way. Na sisi muongeleanga mahali popote. I met Eric Omondi in 2016. That was my first time meeting, and I met Eric Omondi in Mombasa. Wow. And we were having a show in Mombasa. Ya comedy. Wakati nilikuwa na story ya hiyo story ya comedy here and there. Wakati tulikuwa after hiyo event, wakati tunapeleka Eric Omondi airport, sababu ilikuwa event iishi afu tukampeleka hadi airport. Eric Omondi akanipatia namba yake. Mimi wakati nilikuwa mdogo. Namba yake nikaikram sababu sikuwa na simu, nikaikram. Mpaka leo hii namba Eric Omondi inakuanga hapa offer. So Eric Omondi ni best yangu, but of late ameanza kuwa mtu blood. Unajuanga hiyo blood. Eric Omondi, hiyo story yako ya wife material, it's a good show. Hatujakataa, it's a very very good show. You're calling yourself president of comedy. We break it down in this way. Nataka unifanyie research na kama iko anijibu, aniambie kama kuna president yote ashaifanyanga hiyo jinga nafanya. Because sisi anajitanga ni president, and the president should act as president, right? Nataka hiyo jinga unadu, nataka uniambie kama kuna president yote ashaifanyanga hivyo. Mimi najuanga ma president ama ma kings, the extent au ufanya wana watu like a lot of ni wives. Chukua huyu
oa, chukua huyu oya. Si ati hiyo sijui mnaenda sijui mna kiss kwa rain, sijui mara sijui mnaenda sijui mnafanya nini, mara sijui mna script nini. Ai, Eric Omondi. Kuna kitu ilimalizanga naitwanga nani, Merimela kipenzi rafiki wa karibu. Kuna kitu ilimalizanga Merimela. Na kama ujue enda utafute mwenye alimbanga hiyo nyimbo. Hiyo mwenye kitu ilimalizanga Merimela ndio kitu itakumaliza na iko karibu. After Eric Omondi na kuongelelea anaitwa nani, Terence. Terence juzi niliposting kwa Insta story. Some 2 to 3 days back. Nikasema hii story yake ya sijui ngafanya business, ngafanya nini. It's a good thing by the way, nimeipenda. Na Terence pia nimemjua toka kitambo toka story ya life industry. But Terence is high time sasa aache ku overdo. Ana overdo. How? Unajua ni kama unakumbuka ile wakati ya cartoon ile inani affect, inani suffocate. Like it came a time ni cartoon sasa kaona sasa ni wasao washazoea hii content, let me just give them something different. Na walipopatia wase something different wasao kaenda nayo na hiyo like people wakakubali something different. Ndio yake ni cartoon mpaka leo she's on top, you see. But Terence ngafanya business, sijui ngafanya nini, alafu mtu wa wash anafanya video yake na bado kwa comment section anatuwekeanga M-Pesa namba ya kumsupport. Ai, Terence analichekeshanga. Ai. Mtu goja lemi hata wase wenye wana support Terence, mimi hata nikucheka mimi nacheka. Ngoma nani alisema Pastor anaishi Karen na nani anaishi Kayole, ni ngoma ya nani? Hiyo ngoma nimeisahau. Ni ya Calligraph ama ni ya nani? Alisema like watumishi like una support mse mwenye ako juu yako. Mama mboga unaenda unanikata mboga. Watoto wanalala njaa but unataka uende utoe 200 kwa pastor mwenye anaishi Karen. Unachanga pesa unulie mse gari. Na mse wewe mwenyewe unata gari. Ungafanya business, ngauza mashamba, bado ngatuwekea pale till number, mara alipa na M-Pesa, mara sijui 00 namba yake gani 0001. Nishemtumianga nini Bob hapo. Awoni ni talent ako nayo like anataka ku explore talent yake. Okay, like mimi nilisema ako na talent toka. Terence is multi talented, you see. But ingafanya business ndo ililepuka like ndo it went viral. It's high time sasa achane tu nayo. You see, like sasa yes ushafanya episode 1, part 1, part 2, part 3 yenye alitoa jana hata ina content niliochingio video. Sijui mara uwizi wa mashamba, mara sijui nini. You've hired you've rented cars, you've rented helicopters hapo. Hizo do ungeinventia something another inaitwa nini? Sure. Another idea. You see, I should kitu kikali. You see, alikuja na ile idea ya Kamami. Unakumukanga? Hiyo Kamami hata angeendelea tu nayo. Ndio watu wamjue left, right, center. Na nilisema kama si kwa Edgar Obare, Terence angekuja na idea wash. Because Edgar Obare ndo alikujanga na idea wash. Na hata nani Terence angekuwa naekanga namba Edgar Obare hapo. Ndio watu wa support Edgar Obare, si wamsupport yeye. Mtu una helicopter, unataka kutumwa M-Pesa ya nini? Na unatumwa M-Pesa ya wajinga nini? Tushamazana na story ya Terence. Okay. So, nataka ku-advise nani? Anaitwa nani? Willy Poze amesema alituchochanga album yangu ikitoka. Kama hiyo album haitafanya vizuri, nitarudi ushago. Ulionaga sasa Willy Paul album ametufanyisha hiyo track list. Akatuonjesha ngoma moja. Ushepata ni mtu mwenye anakuchochanga, najua kupika, alafu wakati anakuonjeshanga tu ile mchuzi tu. Ukitestia mchuzi hivi una feel kama unataka kupuke, like una feel mchuzi hata yenyewe. Sasa una imagine hiyo the food itself hapo ndani iko aje. Ngoma yake ogopa wasanii ni ngoma yani Willy Paul sasa hii content ambaki nayo ni kutukana tu bahati.
Sababu hakunanga kitu ama ni nini anafanyanga ya maana apart from mtoto wa Diana, mtoto wa Diana. Hiyo ndio kitu amebaki tu na peke yake. Yep. So Willy Paul, hiyo gari yako uko nayo moja na kuomba tafadhali. Willy Paul by the way kuna gari ngapi? Moja peke yake. Sije mwananga na gari. Na Willy Paul mahali anaishi by the way anaishingi siku like anashina mwananga pale estate inaitwa Sosian Estate. Iko side za Umo. Mali anamonanga mushingizo area tu za hapo. Willy Paul, hiyo gari yako mmoja umebaki nayo Mercedes tafadhali. Mimi sina bana wewe. Hiyo gari yako moja uza, uende usaidie mama Salome. Mama yake anaitwanga ni Salome. Ende usalimie mama, uende usaidie mama Salome huko nayo ushago sababu music wewe kazi ya Willy Paul tu ni music na music imemshinda. Sasa amebaki tu na wasichana pia na wameanza kumshinda sababu anaregeleanga nguo. Hata master alisemanga Willy Paul akichenga ni kiburi, Masterpiece atakuwa anamsaidianga ni kuvaa nguo. Si ni kitu ilisi alisemanga Masterpiece. So Willy Paul, that's it. Album yako nimesema na nataka kuregelea. Album yako hata Mr Seed, hata ile ya Mr Seed haitaipita. Niliattend album ya Mr Seed, ilikuwa album fit. I attended the album. Album ya Mr Seed haita na ikipita album ya Mr Seed Willy Paul. Kuja nikupatie 50,000 cash. Sisi ati nikumchocha. Album ya Willy Paul ikishinda ya Mr Seed kuja nimpatie 50,000 cash money. Na akuje na wasa wa media wote. Ama si ati akuje. Nikiona tu imeshinda tu ya Mr Seed, nitamfuata hapo kwa hiyo nini ya mali anakuanga. Sosian Estate. Hapo na wasa wa media nimpatie 50,000 at least aende abadilishe nini? Abadilishe interior ya gari yake sababu interior inakuanga tu bado the same. So yeah. So guys, it's just that way. Nimeongelelea Willy Paul, Terence, Eric Omondi. Tungemalizaje show bila kukumbuka The Pluto? Yaani tungemalizaje show bila kukumbuka The Pluto? Anajitanga nani? Sanitizer master, the sanitizer na sanitize. Siji the sanitizer master, sanitizing the streets. Haki ya Mungu. Kama kuna watu Hollywood watafanya Butita futwe kazi Netflix, sababu ni Pluto ana script kitu vibaya bana. Hata kama ni kuscript, mtu ascripting hivyo vitu. Hata si Pluto, I want to say this. Sijui kama unafanyanga pia hiyo. Watu wa loyalty test. Take me wherever you want to take me. Zote ni scripted. Kenyans, I want you help me this way. You're walking with your bay kwa barabara. Then someone comes just from abruptly. Wewe na bay wako mlikuwa mnaenda mahali. Sababu definitely ni hivyo. Sababu hamwezi kuwa mnaamka mnaenda loyalty test. Alafu muende hiyo mahali mkutane tu na someone random akwambia nataka niangalie simu yako. Just help me think. Mlikuwa mnaenda place. Si ati mlikuwa mnaenda loyalty ama mmetoka place mnaenda place, you with your bay. There's that moment mnaongea mnachat, then someone from the blues anakuja anasema naomba nione simu yako. Will you allow it? No, let's just be honest. Na kwani wewe bay wako mmejuana miaka ngapi yenye simu zenu amjauniwahi kwa mkiangaliana? Loyalty test, everyone doing loyalty test. I'm saying this. Hata kama unafanya loyalty test, nikiona channel yako unafanya loyalty test, usweta nipigia simu ni host. The Pluto nini ashanipigianga, akaniambia nataka ni host. Nikamwambia kama nataka host Vincent Mboya. The brand. Vincent Mboya mwenye ametrend mpaka Tanzania. The Pluto hata ajulikani hata si Tanzania, hata Mombasa ajulikanangi. So ukitaka nikamwambia The Pluto, ukitaka kuni host, end of photo jinga yote ya loyalty test. Ndio kuja host sasa The brand. Sababu loyalty test, mazee nyinyi watu wa loyalty soga, yani mna overdo.
kitu litokanga America vizuri. By the way, changu idea kitokanga America, afadhali iende Uganda straight, isipitie Kenya. Ai. Idea kitokanga America ama Malibu, afadhali ipite tu Kenya, iende hata kama ni Tanzania straight. Yaani imefika huku watu wana overdo. Eti sasa mtu na bei, kuna leo test fulani niliona mtu na bei wake wamejamiana hadi wanasukumana ndani ya pool. Uliona hiyo kitu? Eti wanasukumana ndani ya pool, nini. Ai. Na pia nyinyi watu mnafanyanga hizo maku-act. How much are you getting paid? Let me just break it up. How much are you getting paid? Kujadili tunasema nini? Unajihadililisha ama kujishusha hadhi. How much are you paid? And if it's real? It's not real. Tell me yenye ni real sahi. As in you feel ni hard ku script simu ya msee. No, washe kuletenga. Okay, let me just say kuna bei wangu hapa and we are doing a loyalty test. Mswa wa kamera si ako hapo. Anasoma nini hapa, nini inaendelea hapa. So hata nini screen inaweza kuwa iko black hivi. Alafu sasa unaweka Instagram nani Gracie ni nani? Gracie ni nani? Have they ever showed you like this? Message ya Gracie ndio you have day. Kuna time Pluto alikuwa anaonyeshana. Hiyo. Anaonyeshana simu. Ni Pluto. Lakini sina kwambia ni Pluto ni mtu wa kuscript na wewe. Na kwani ujuji. Na kwani sisi kitu nimekuregelelea. Si ni kitu nimesema. Mtu asikuite mahali uscript to say this. So tunasema mtu asinikute ni mahali like to uscript ama ufanye hiyo kitu and then akupatie tao. Hiyo ndio kitu kimoja ndakumalizia. I'm finishing there. Never been called kwa loyalty test akupatie tao, akupatie punch, akupatie, because one thing you should bear in mind, the internet never forgets. You are 21, you are 22, you are 23 years old, uko university hauna do, mtu amekuletea tao, uende tu hapo hivyo. In fact mwenye naoneanga huruma kwanza ni madem. Uende tu hapo hivyo useme siji mimi natumianga dildo, siji mimi natumianga siji nini. Just know yo video inakuanga design ya Tiwa Savage. Umeona hiyo video yake? Hata kama afanye aje, the video is already in people's phone. Hata hiyo video Tiwa Savage niko nayo. So hata kama amesema mtu huwezi Google, niko nao tayari ni kwa simu. You get? So the internet never forgets. Usijishushe hadi sababu ya tao, usijishushe hadi sababu ya punch. Mtu asikwambie utapata platform. Kama siku yako ya kuomoka itafika as an artist, itafika tu. In those few remarks, thank you so much guys for hosting me. The Pluto venye tumeagree ufute video zako ndo ni host kuko kwa channel yako. Terence venye tumeagree change content na pia utumie Edgar Obare hata kama tao moja ama punch. Tumia T-Master kitu sababu T-Master ndo alikuja na hiyo idea. Na nilisema usipotumia T-Master kitu venye sabuni huu huisha. Sijasema utaisha kama hivyo, lakini Wakenya mtaona. So Terence change content, The Pluto wache kuscript, Willy Paul album yako, hata hiyo album umetoa unatuchokoza tu, unatuharibia, unatumalizia simu yetu moto. Eric Omondi, Wife Material pia, it's a no for me. With those few remarks, go subscribe to my YouTube channel Vincent Mboya 18K. Follow me on Instagram Vincent Mboya. Just type top of Vincent Mboya italeta tu mimi. You follow me on Instagram and subscribe to her YouTube channel too. Negative comments only. Negative comments only. No positive comments. Negative comments only. Thank you. Okay, asante. It's okay.